kushambulia sana ili waweze kusawazisha na hatimaye kupata ushindi ambao utawapeleka katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa. Approach ambayo anahitaji kufanya kesho, tahadhari gani ambayo anatakiwa kuichukua? Kwenye mpira wa miguu lazima kila approach ina tahadhari. Yani hata wewe unakaba lazima uweke tahadhari kwamba hutakaba kwa dakika 90. Kuna moment ambazo utatakiwa ushambulie. Hizo ndio tahadhari zenyewe ambazo tunazizungumza hapa. Hata unavyoshambulia kunajua kabisa bwana lazima niache rest defense ambayo inaweza ikawa na watu 3 mpaka 4 ambao watanilinda pale ambapo nitakuwa nazuia. Kwa hiyo tahadhari pekee ni kuzuia. Lakini game ukiangalia kwa minajili mipana, kwangu mimi game haipo hata kwenye control ya Patrick Mabedi. Kwa sababu ni kocha ambaye ana wiki moja na nusu kwenye timu, lakini si muda mzuri wa kuaminisha watu kwamba mbinu zake ndizo ambazo kwa 100% tutaona zikiwa applicable kwenye mechi ya kesho. Mechi ya kesho kwa ukubwa kabisa ipo kwenye mikono ya hao watu wafuatao: Hersi Said Ali, Arafat Haji, GSM pamoja na kina Ali Shaban Kamwe na watu wake. Kwa nini nazungumza huko? Young Africans ukiangalia hivi sasa, wakati iko chini ya Roman Falls, ilikuwa na changamoto za tactics, ambazo hizi changamoto za tactics kuna muda zilikuwa zinashindwa kupewa cover hata na ubora wa mchezaji mmoja mmoja ambaye tunaamini wana kikosi ambacho hata kwenye moment ambazo mbinu za timu hazifanyi kazi, basi kuna moment ya mchezaji mmoja mmoja ambaye inaweza ikaamua mchezo. Lakini bad enough ni kwamba walifika kwenye kipindi ambacho hata hao wachezaji ambao tulikuwa tunaamini ni wakubwa wana uwezo wa kuamua mechi walikuwa wanashindwa kuamua hizo mechi. Sasa kwa nini imewagusa hawa watu wa nje ya uwanja na ambao ndio nataja watu muhimu kwenye kuandaa mchezo? Ukiwaangalia sasa hivi hawa viongozi ndio ambao wanapaswa kuirejesha timu kwenye morali ya upambanaji. Wanairudisha vipi? Hapa ndio tunagusa vitu kama bonus, hapa ndio tunagusa vitu namna ya kumtengeneza mchezaji psychologically. Patrick Mabedi ana nafasi yake in terms of adjustment za tactics kadhaa. Sio tena overall nzima ya timu. Kuna adjustment kadhaa ya tactics ambazo Patrick Mabedi anaweza akazifanya, ambazo tunaweza tukashuhudia sasa akirudisha timu kwenye basic kwamba bwana Pacome, najua nimekaa na wewe wiki moja na nusu, lakini katika hii wiki moja na nusu niliokaa na wewe siwezi kukuongezea kitu, lakini na kurudisha ucheze kwenye nafasi ambayo ulicheza kipindi ni mchezaji bora. Maxim pia Zengeli, na kurudisha kwenye basics zako ucheze kipindi ulivyokuwa bora. Sijui ni Mudathiri haya, na kurudisha ucheze kipindi ambavyo ulikuwa bora kwenye zile basics tu. Sasa hizi basics zinahitaji kufanyiwa kazi hasa psychologically, kwamba ili Max arejee kwenye ule ubora wake, because huwa tuna ile kauli moja maarufu sana inasema form is temporary but class is permanent. Ukiangalia wachezaji wa Young Africans hivi wako out of form, yani wanacheza nje ya form yao, yani hawapo tena kwenye ile form yao. Sasa hii form inaweza ikatoka, inaweza ikarudi. Inarudishwa vipi hii form? Mara nyingi is more of psychologically, kwamba unakaa na mchezaji, bwana jamani sikizeni, tunaenda kwenye game bwana, bonus ni 1 2 3. Pacome, unaona mashabiki wanatumwambia wajae zaidi watu 60,000, hawa ni watu ambao hutakiwi kwa disappoint. Kwa hiyo rudi tu, cheza kwenye basics zako. Kwangu nilikuwa namwambia Ibrahim Chana kwamba Yanga hatakiwi kuwa bora sana kumfunga Silver Striker. Yanga anatakiwa tu kuwa average kwenye viwango vyao vya kawaida, anaweza kumondosha Silver Striker. Ukiangalia the game ambayo Yanga anafungwa, Yanga alikuwa below average. Game Yanga anapoteza kwa Silver Striker, hapakuwa na mchezaji wa Young Africans ambaye anatoka uwanjani unasema wewe peke yako ndio unyanyue kichwa. Wote walicheza below average. Kwa kama hawa watu walicheza below average, then tunafanya assumption Silver Striker alikuwa above ubora wake na Silva kafanikiwa kushinda ile goli moja. It means kama Yanga atafanikiwa tu kurudi kwenye basics zake, ana uwezo wa kumatch ubora wa Silver Striker akiwa bora zaidi, au Silver Striker akiwa anacheza juu ya ubora wake. Hasa hapa inakuja sasa ile motivation binafsi kwamba bwana sikiliza, mimi ni Pacome na uwezo wa kuamua mechi hata wewe Silver Striker ukiwa kwenye ubora wako. Mimi ni Max na uwezo wa kuamua mechi hata wewe Silver Striker ukiwa unacheza juu ya ubora wako. Hasa hivi vitu Patrick ana nafasi yake kadhaa ya kuifanya, lakini kwa ukubwa zaidi inatakiwa ifanywe na viongozi wa hii timu kuipush hii game. Hii game Patrick Mabedi hana as control ya 100% ya kuivusha Young Africans, lakini control ya kuivusha hii game kwa 100% kubwa zaidi ipo kwa namna ambavyo viongozi watahakikisha kwamba wanawaandaa wachezaji wao kwa ajili ya kwenda kurejesha tu zile form zao za hata kwenye siku moja, yani ile form irudi hata kwa siku moja na isirudi to the maximum, at least ikae kwenye average. Hapo Young Africans wana uwezo mzuri kabisa wa kuondoa Silver Striker, because tunaweza tukafanya tactical adjustment, lakini kama Mwalimu Patrick leo hii
ataamua kuswitch labda kutoka kwenye 4-2-3-1 ya bwana Romain Folz akarudi kwenye 4-3-3, halafu Pacome bado akawa kwenye kiwango average, Mudathir akawa kwenye kiwango average, Max akawa kwenye kiwango labda cha chini, sijui Djigui Diarra akawa kwenye kiwango cha chini, bado timu haitofanikiwa kushinda. Kwa hiyo Patrick ana uwezo wa kufanya adjustment kadhaa. Bwana, sasa tunarudi bwana, tumecheza kwenye 4-2-3-1, nilikuwa nikiwaangalia naona kama mnajilimit. Hamdi Mirudi kuna muda alikuwa na switch kwenye 4-3-3, ana switch kwenye 4-2-3-1 ambayo ilikuwa na muundo aina fulani. Hebu turudi kwenye ile basic yenu kwanza. Baada ya kurudi kwenye ile basic yenu, tushikilie msingi hapa, kwa sababu Patrick yupo kwenye nafasi ambayo ana uwezo wa kuachana na mbinu zake, ana uwezo wa kuachana na falsafa zake kwa ajili ya huu mchezo mmoja. Huyu ni kiateka ambaye ana uwezo wa kurisk, kuweka pembeni mbinu zake na kuamua bwana, tuvuke hapa kwanza. Mkakati mfupi wa kuvuka hapa kwanza ni kuhakikisha kwamba wale wachezaji wanacheza kwenye nafasi zao za ufanisi, wanacheza kwenye nafasi zao za ubora ambazo hazitomfanya mchezaji acheze huku akipungua ama akishindwa kuonyesha ule uwezo wake wa juu. Unamrudisha mchezaji wake kwenye nafasi yake ambayo anaicheza kwa ubora, unampa majukumu ambayo anayafanya kwa ubora, then baada ya hapo sasa unamwambia haya viongozi, tactics hizi hapa. Hawa wachezaji wanatakiwa kuandaliwa psychologically, kwa sababu Silver Striker, narudia tena, ndio sio mpinzani ambaye Young Africans alitakiwa kufikiria mara mbili kucheza naye. Ni mpinzani ambaye automatically on paper alikuwa ni dhaifu mbele ya Young Africans. Kwa hiyo ilikuwa inahitaji Yanga tu at least awe kwenye kiwango cha kawaida ili kumfunga, lakini kutokana na kwamba walicheza below their standard, Young Africans akafungwa goli moja. Hamisa, kwa uchache katika mechi ambayo ilipigwa kule Malawi, wachezaji wa Yanga walionekana kuwa na mfumo, kwa maana mfumo wao haukueleweka, si katika kushambulia wala katika kuzuia. Kuna wakati tulikuwa tunamuona Max akirudi zaidi chini na kujaribu kulinda lango la Young Africans. Miongoni mwa wachezaji ambao wamesifiwa sana kwenye kikosi cha Silver Strikers, ukiachana na mfungaji, ni Uchizi ambaye ametoa assist ambayo ilozaa bao pekee ambalo Yanga wanalifikiria mpaka hivi sasa. Kitu gani hasa kwenye tahadhari wachezaji na benchi la ufundi la Yanga wanapaswa kukichukua dhidi ya Silver Strikers? Wachezaji gani wa kuchungwa? Na of course unajua wastara binafsi pasi na kukosea mpira heshima, ila sitamani kuzungumza mbinu kwenye huu mchezo kwa sababu sifikiri, yani kwa namna yote ile Young Africans afuzu, watu wa makundi asifuzu, lakini sifikiri kama Young Africans anahitaji mbinu za labda ambazo angehitaji kuwa nazo anapokwenda kukabiliana na the likes of Orlando Pirates. Yani kwanza achana kuna kina Orlando Pirates umefika mbali huko. Kuna aina fulani tu ya wapinzani kama labda wanakabiliana labda na Medeama, labda wanakabiliana sijui na Stade Malien, labda ASEC Mimosa. Yani kuna mbinu fulani ambazo unapaswa uwe nazo kwenda kukabiliana na wapinzani wa namna hii, lakini kwa Silver Strikers ni mechi ambayo Young Africans anahitaji kuwa bora kiufundi. Yani achana na mbinu. Yani wachezaji wa Young Africans wanapaswa kuwa bora kiufundi zaidi ili kuweza kushinda huo mchezo. Na ninapomaanisha kuwa bora kiufundi na maanisha nini? Kuna vitu vya msingi ambavyo wanapaswa kuvifanya. Tukizungumza yengo ya ufundi, pasi ya mpira vizuri kiwanjani ilikosekana kwenye mchezo wa kwanza. Young Africans hata kupiga pasi, yani kutengeneza tu shambulizi la pasi tatu ilikuwa ni shida. Na maana kuna muda ulikuwa ukiangalia wachezaji wa Silver Strikers unaona wao kama wanakasa na njiani wanafunga pasi. Hapana, ni kwa sababu Young Africans ilikuwa hata kupiga pasi kwao ilikuwa ni issue. Kwa hiyo kwenye basic ya swali lako kwamba nani ambaye wa kuchungwa zaidi, kwangu naifikiria zaidi Young Africans ambayo itapaswa kucontrol moments zote kiwanjani, yani kucontrol moments ya wanapokuwa hawana mpira, kucontrol moments wanapokuwa wana mpira, kwa sababu ukishaweza kucontrol hizi moments na maana mpinzani wako kwenye lile eneo ambalo yeye ni bora una uwezo wa kumlimit. Kwa mfano mchezo ambao umepita, muangalie mtu kama Uchizi Vunga namna gani ambavyo aliweza kuwanyanyasa Young Africans. Mara ya mwisho mimi kuiona Young Africans inafungwa goli la namna ile, kwa sababu ile goli lilitengenezwa kutokea nyuma. Na watu wamebuild from the back wakakufunga na sio tu kufungwa goli la namna hiyo, sababu unaweza kufungwa na timu ambazo zimekuzidi uwezo. Yani mara mwisho kuiona Yanga inafungwa goli la namna hiyo na timu ambazo imezizidi kwenye eneo kubwa sana, ni zamani sana kuona Young Africans wakifuruhusu goli la namna hiyo. Kwa hiyo nakupa picha ya kwamba Young Africans kiwanjani achana tu na kuwa bora kuwa dhaifu kimbinu, walikuwa dhaifu sana kiufundi. Bila mpira hakuna pressure yoyote ambayo walikuwa wanaweka. Angalia Uchizi Vunga anakwenda ana drop kutoka eneo ambalo yupo, anakwenda kwa beki wao wakati wa upande wa kulia, ana receive mpira pembeni ya Mohamed Dumbia, anaturn anaondoka. Yani Mohamed Dumbia anakuja kufanya anticipation baada ya Uchizi Vunga kufanya tukio, anasogea, anajaribu kumpushi, inashindikana, anasogea kiungo wa pili, inashindikana,
anaweka pasi kwenye half space, inamkuta mshambuliaji ambaye yupo in between defenders, ana dribble mpira, anatoa pasi kwa mshambuliaji mwingine ambaye alikuwa amefungua pembeni, anafunga. Yani ni goli ambalo kulikuwa kuna madhaifu mengi. Yani unajua kuna magoli yanafungwa, unaanza kwanza kutoa madhaifu ya mpinzani ambaye ameconcede kabla ya ubora wake. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi, kwa maneno machache tu ya mechi ambayo imepita, unajua kuna mpinzani akikufunga, tunaanza kwanza kuanalyze ubora wake kwamba huyu alikuwa bora hapa na hapa na hapa. Kwa hiyo hata huyu amefungwa pamoja na kwamba alikuwa na madhaifu, yani pamoja na kwamba inafuata baada ya kuanalyze ubora wa mpinzani, lakini alikuwa dhaifu kwenye eneo hili, lakini quality imeamua. Lakini kwenye mchezo ambao Yanga amefungwa na Silver Strikers, tunaanza pasina kukosea, with all due respect, pasina kukosea mpira heshima, tunaanza kwanza kuanalyze madhaifu ya Yanga ndio tuje ubora wa Silver Strikers. Nakupa mfano mdogo tu. Baada ya Yanga kufungwa goli, walipata chance ya dhahabu ambayo huenda wangeza kuequalize mchezo. Nakumbuka ilikuwa ni chance ambayo ilikuwa ni ya Mohamed Dumbia, in between defenders na goalkeeper, eneo ambalo alikuwa anakupress tu mpira, akataka kufanya mambo mengi kashindikana. Kwa hiyo inakupa picha kwamba hakuwa ni mpinzani ambaye alikuwa ni bora kiasi hicho kwamba Young Africans walishindwa, ila alikuwa ni mpinzani ambaye Yanga alifungwa kwa sababu alikuwa dhaifu hali kiwanjani. Kwa hiyo kwangu Young Africans kuwa bora kiufundi tu kunatosha wao kuweza kumaliza, kwa sababu wanapokuwa bora kiufundi ina maana wataweza kuyameza yale mazuri ambayo, au kumeza ule ubora ambao yuko nao mpinzani wao. Kwa hiyo hata wachezaji ambao wengi walisifika katika ule mchezo wa kwanza, ina maana itakuwa rahisi kwa neutralize, kwa sababu si tayari Young Africans yuko bora. Lakini kama Young Africans anashindwa kurudia ule ubora wake, na ndio maana mwalimu anazungumza pressure wa Stara. Maana yake nini? Pressure ni kwamba Silver Strikers anakuja ugenini huko, anaweza maajabu ya mpira jinsi alivyo akapata goli dakika ya 5. Angalia tayari kitu ambacho Young Africans anapaswa kukifanya ni kufunga magoli zaidi. Hiyo ina maana kwamba pressure inazidi kuongezeka. Kwa hiyo hata kuna vitu vya msingi uwanjani unapaswa kuvifanya, utashindwa kwa sababu kijiangalia, mimi ni mkubwa, mbona ninachokifanya uwanjani kama nadhalilika, narudi vipi mchezoni? Muda unazidi